analoshindwa. Yaani alipo, yeye ni Mungu. Hakuna anachokishindwa. Hakipo. Nimewambia unapoona giza linazidi, ujue asubuhi inakaribia. Chochote kwenye maisha yako ambacho kwa sasa kipo kwenye giza, mwambie Mungu akupe nguvu ya kuvuka hilo giza. Mungu anaweza. Mungu anaweza. Sikuangalia ile miaka ambayo ziwa langu lilikuwa linauma. Sikuangalia ule uvimbe ulikaa kwa muda gani. Sikuangalia yale mateso, lakini nilijua Mungu anaweza. Adui aliletea mawazo kwamba unakufa ukiwa mdogo na kansa. Kansa inakumaliza. Hiyo ni kansa, hiyo ni kansa. Ndio vitu walivyokuwa wananiambia. Na vingine sijaweza tu kuelezea vizuri, sitaki nikutishe. Lakini kabisa alichokusudia adui ni kunipa kansa ya titi kwa umri huu. Na unajua kansa ikishakuwa revealed una miaka michache ya kuishi. Kama tuliweza kusimama tukamkatalia shetani na tukaenda mbele za Mungu na Mungu akaniponya, mimi simama na hicho tu. Nina shuhuda nyingi sana, lakini wewe simama na hicho tu. Adui alileta dalili za kansa, lakini hakuna kansa. Mimi ni mzima. Mpaka leo mimi ni mzima. Lakini haikukaa kwa siku moja. Nimewambia ili nitesa kwa miaka mingi. Kwa miaka mingi. Unaweza ukajua kichwani kwangu kulikuwa na mawazo gani? Kiasi gani kichwani kwangu nilikuwa nawaza. Watoto wenyewe ndio nimewazaa hivyo kama nashindana. Halafu leo hii naondoka naacha watoto wangu wadogo. Lakini Mungu alionekana. Mungu aliondoa ile shida. Hicho unachokipitia unakijua kichwani kwako, unakijua wewe. Funika macho yako. Hicho unachokipitia. Hicho unachokipitia. Ndio. Hicho kifikiria. Kifikiria hicho unachokipitia. Wakati mwingine unaweza kuwa umeomba sana, umeona kama Mungu ajibu. Danieli aliomba, lakini kumbe Mungu alishaachilia majibu siku ya kwanza tu alipoomba. Ila kumbe majibu yake yalizuiliwa. Ila Mungu alishajibu.
Usione kama asikii. Pengine alishaachilia majibu, lakini yupo anayezuia hapo katikati. Sisi hatudili na huyo anayezuia sasa hivi. Tulishamuita Mungu, ulishaomba mbele za Mungu, ulishamsihi Mungu aingilie kati. Ile kazi aliyoianza aikamilishe. Yule ambaye amesimama kama kizuizi, adili naye yeye mwenyewe, atume hao malaika. Tunachotaka ni majibu. Hicho ulichokiombea, tunachoita sasa hivi ni majibu. Hapo katikati tunamwachia yeye Mungu. Tunamwachia yeye. Tunataka majibu. Ashindane yeye na chochote ambacho kipo hapo katikati. Ana uwezo wa kuondoa kinachotuletea shida, ya kuondoa kinachotukwamisha, ya kuondoa kinachotuzuia, na sisi tukapokea majibu yetu. Hakuna kurudi nyuma kwa namna yoyote. Hata kama ndo linazidi, mwisho wake upo karibu. Wakati mwingine kuna matatizo ambayo lazima tumwambie Mungu aingilie kati kwa haraka. Aingilie kati kwa haraka. Kwa sababu umeshakaa kwenye hiyo hali, imetosha. Leo tunamuita Mungu aingilie kwa haraka. Aingilie kati kwa haraka. Eneo lolote unalomhitaji Mungu, tunamuita aingilie kati, akajibu kwa haraka. Kile kinachostahili matengenezo akatengeneze kwa haraka. Imetosha. Tumesubiri, imetosha. Tumeomba, sasa imetosha. Kama ilivyo duniani, huwa kuna huduma za express. Maombi yetu ya leo, tunahitaji huduma za express. Tunahitaji express majibu. Tunahitaji majibu ya haraka. Kama ilivyo tukienda hospitali, wapo wanaotibiwa VIP. Tunahitaji leo majibu ya VIP. Ramantelele boja tapaya katapo. Liko jene mante rebolia gana manta rabate. Korobo siko taina mante redebusha tapa. Nenda mbele za Mungu na hitaji lako. Nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, nilikuita kwa ajili ya kitu fulani. Nimekuita kwa ajili ya mambo haya na haya. Leo nahitaji majibu ya haraka. Mwambie nahitaji majibu ya haraka, kwa sababu uwezo wote uko mikononi mwako. Unaweza kufanya njia kwa namna yoyote nikapata majibu ya jambo hili. Kwa namna yoyote mwambie Mungu. Omba, usikae kimya. Omba, nenda mbele za Mungu. Mwite.
Mwite aingilie kati hilo jambo. Usilione kama ni dogo. Kufunguka kwa hilo ndo kutafanya na mengine zaidi yafunguke. Kufunguka kwa hilo ndo kutaleta baraka zingine. Pengine hicho ndo kinazuia hata vingine visiende. Aingie kati kwa haraka. Yesu nakuita Bwana kwa ajili ya watoto hao. Nakuita kwa ajili ya wanao siku ya leo. Wewe ni mfinyanzi na umesema sisi ni udongo tu. Isaya 64 mstari wa 8. Sisi ni udongo, wewe unaweza ukatufinyanga. Unayajua maisha yetu kuliko tunavyoyajua. Unatujua kuliko tunavyojijua wenyewe. Tunakuja mbele zako Bwana wakati huu. Kanisa lako tunakuja mbele zako tukiomba ingilia kati. Wapo wanaokuita kwa habari ya afya zao. Pengine wengine wanaumwa magonjwa ambayo hata hawawezi kumshirikisha mtu mwingine. Hata hawawezi kutamka kuambia watu wengine naumwa hiki, maana ni aibu. Ninaita uweza wako wenye nguvu. Uponyaji ukashuke kwa yeyote anayekuita kwa ajili ya afya. Ukashuke kama radi. Uponyaji wako ukashuke kwenye mwili wake kama radi. Ukashuke kama radi kwa jina la Yesu. Uponyaji ushuke kwenye mwili wake. Uponyaji ushuke yeyote anayekuita kwa habari ya afya yake. Yeyote anayekuita kwa habari ya afya ndugu yake. Uponyaji ukashuke kwa haraka kwa jina la Yesu. Uponyaji ukashuke kwa haraka kwa jina la Yesu. Apokee uponyaji kila anayekuita kwa habari ya afya yake. Yesu, watoto wako wako hapa. Yupo anayekuita kwa habari ya uchumi wake. Na kuita Bwana,
uliyesema utabariki kazi za mikono yetu. Ukabariki sasa Bwana, ukabariki sasa, ukambariki kwa haraka, ukamtoe kwenye uwe mikwamo, akatoke kwa haraka, akatoke kwa haraka, akatoke kwa haraka, akatoke kwa haraka, kwa haraka, kwa haraka. Remantara boshe ketere mosha tapalaba. Kerebo seketere moshe tete palada bosha katea. Anayekuita kwa habari ya familia yake, amani ya nyumba yake, amani ya ndoa yake. Amani ikarejee. Ukaumbe amani, ukaumbe upendo kwenye ndoa hii kwa jina la Yesu. Natamka amani kwenye ndoa hiyo. Natamka amani kwenye mahusiano haya kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kila kilichosimama, kila kilichoinuka kama kikwazo kwao kwa amani yao, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu achia ndoa hiyo. Kwa jina la Yesu achia mahusiano hayo. Kwa jina la Yesu achia familia hiyo. Kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Wewe unayevuruga, unaleta giza, unaleta magomvi kwenye familia hii, toeka kwa jina la Yesu, achia. Toeka kwa jina la Yesu, achia. Achia, achia, achia. Achia, achia kwa jina la Yesu.
wanaokuita kwa ajili ya kazi zao, fanya njia Bwana. Finyanga Bwana wangu, finyanga. Sijawahi kukuita Mungu usiitike, sijawahi kukuita usijibu, sijawahi kukuita usijibu ukajibu kwa wanao. Na kuita kwa ajili ya wanao sasa, kila mmoja na lake analoleta mbele zako. Siku hii wakaiandike, siku hii wakaiandike. Wewe uliyeniponya zaidi ya mara moja, zaidi ya hicho nilichokitaja, ukawaonekanie kila mmoja kwa hitaji lake, ukamuonekanie Bwana, ukamuonekanie, ukamuonekanie. Ukamuonekanie mwaminifu, ukamuonekanie wewe usiyeshindwa, ukamuonekanie. Mwambie Mungu akuonekanie. Taja tu mbele za Mungu, taja hilo hitaji lako, litaje tu, mwambie Mungu akuonekanie. Projections of darkness we are thwarted. Thank you for the rage of our enemies came to naught. Thank you for thy hand was stretched. Your hand was stretched. Oh, we love you, Lord. We bless you, Lord Jesus. You're worthy to be praised. Oh, Rababa Sando Regabahadia, Legababa Siko Paregas, Lehande Fraga, Camarados Teconaniana, Capeco Saregia, Cosato Viga, Nato Sadia, Keda Coraba, Saparados, Lecavica Barada, Eva Cosate Vigia, Lesoto Barados, Picavica Redasa. Oh, Rabaharera. Mwambie Mungu akuonekanie. Mwambie Mungu afanye jambo jipya, akafanye jambo jipya, aumbe jambo jipya litakaloleta ukomo wa shida hiyo.
Hajawahi kushindwa. Yeye ni mwaminifu, ni mwaminifu, na neno lake linasimama milele. Neno lake linadumu kuwa la kweli daima. Ni neno lake tu lililojaribiwa mara 7. Zaidi ya maneno ya wanadamu, hakuna neno la mwanadamu linaloshinda neno la Mungu. Aliyoahidi kwenye neno lake, kila alichokiahidi kwenye maisha yako, wakati mwingine ni maisha unayoishi huyataki. Kuna level unayoitaka. Mwambie Mungu, nataka nifike hapa. Nitoe hapa nilipo nipeleke huku. Ninakotaka ni huku. Na Mungu alete huo muujiza kwa haraka. Na Mungu alete huo muujiza kwa haraka. Akafanye njia kwa jina la Yesu. Afanye njia kwa jina la Yesu.
Kama huna la kutamka, mwambie tu Mungu nionekanie. Ajuaye maisha yako anajua wapi unatamani akuonekanie. Mwambie Mungu nionekanie, mwambie Mungu nionekanie, mwambie Mungu nionekanie. Usinyamaze kimya, usinyamaze kimya. Hujui adui amepanga nini mbele yako. Hujui adui amepanga nini mbele yako. Hujui silaha iliyotengenezwa kinyume na wewe, hujui. Mwambie Mungu nionekanie. Mwambie kwenye kazi yangu nionekanie, kwa watoto wangu nionekanie, kwenye ndoa yangu nionekanie, kazini kwangu nionekanie, nyumbani kwangu nionekanie, katika project zangu nionekanie, katika mipango yangu nionekanie. Mwambie akuonekanie, mwambie akuonekanie, akuonekanie, akuonekanie. Yes, rebo jana mantelele boja kata. Reke rebo seketeri ya mantelele boja kata. Katika jina la Yesu, ukapokee majibu yako kwa haraka. Ukapokee majibu yako kwa haraka. Ukapokee majibu yako kwa haraka. Ukapokee majibu yako kwa haraka.
Mungu akakushangaze. Mungu akakushangaze. Akakushangaze kwa uwezo wake wa kufinyanga. Akakushangaze kwa uwezo wake wa kufanya upya. Akakushangaze kwa jina la Yesu. Akakushangaze kwa jina la Yesu. Akakushangaze kwa jina la Yesu. Na anaenda kufanya. Amini tu. Anaenda kufanya. Hilo ni dogo mno kwake. Ni dogo. Anaenda kufanya kwa jina la Yesu. Anaenda kufanya kwa jina la Yesu. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Sante mwaminifu. Sante mwaminifu. Sante Mungu usishindwe. Hallelujah. Amen. 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 Mshangilie Bwana Yesu. Mrudishie Mungu utukufu. Mrudishie Mungu heshima. Mshukuru Mungu, mshukuru Mungu. Ametenda. Haleluya. Kama uliomba serious, kama una daftari, kiandike hicho kitu ulichokuwa unakiombea. Alafu utaleta ushuhuda. Kiandike tu. Hata kama utaandika ukifika nyumbani. Na ukifuatilie utaona Mungu anavyotenda kwa speed. Na hicho kitu nina uhakika utakuwa umeshakiombea kwa muda mrefu. Tumeomba majibu ya haraka, yanaenda kutokea. Bwana Yesu asifiwe. Ya kwako hayatachelewa kama ya kwangu yalivyochelewa. Amina.
Kama ambavyo Mungu alimjibu Danieli siku ya kwanza, alishajibu siku ya kwanza, amejibu leo. Bwana Yesu asifiwe. Ameshajibu. Lifuatilie hilo afu utatuletea ushuhuda. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu awabariki.